Siri ya hiki tunakutaka kuwaonyesha wazazi juu ya vipaji ambavyo vinaendelezwa katika shule yetu ya Banei. Tunaendeleza vipaji vya aina mbalimbali. Tuna wachezaji wa mpira wa miguu, mpira wa pete, mpira wa volleyball, mpira wa basketball, wakimbiaji mbalimbali, na tuna vipaji vya engineers, wale wanafunzi tunaoandaa kuwa wahandisi wa baadaye katika masuala ya electronics, mechanics. Tuna wataalamu wanasayansi, umeona wakati wanafanya experiments ya vitu mbalimbali wameonyesha vipaji walivyo navyo. Lakini pia tuna waimbaji, mliona walikuwa wanaimba kwa kutumia lugha ya Kichina, lakini waimbaji wameimba nyimbo za utamaduni. Lakini pia tuna wataalamu wa lugha ya Kichina, tunafundisha lugha ya Kichina hapa. Leo umeona presentation za lugha ya Kichina, wamepresent watoto wadogo kabisa wa darasa la 3, darasa la 4. Lakini pia tuna wajasiriamali. Umeona leo walikuwa wametengeneza bidhaa mbalimbali kiasi kwamba leo wazazi hawakuhitaji kwenda kununua vitu nje ya shule kwa maana ya snacks. Leo wamenunua bidhaa ambazo zinatengenezwa na watoto wenyewe. Lakini watoto hao wazazi wameweza kuvutiwa kununua hizo bidhaa kwa sababu wana utaalamu wa kuuza, wa kufanya promotion ya bidhaa wanazotengeneza. Kwa hiyo tuna wataalamu pia kwenye eneo la robotics. Umeona leo walikuwa wameonyesha mageti yanavyoweza kujifunga na kujifungua kwa njia ya electronics. Lakini pia tuna wataalamu wa kutengeneza umeme. Umeona leo wametengeneza mfumo wa umeme kiasi kwamba wewe mzazi unaweza kuwa umesafiri ukawa na mfumo wako wa umeme nyumbani ambao unaoendesha kwa njia ya simu yako yenyewe. Hata ukiwa Mwanza, nyumba yako iko Dar es Salaam, umesahau kuzima taa wakati unawasafiri, lakini unaweza kuwa Mwanza ukazima umeme nyumbani kwa njia ya simu. Kwa hiyo unaweza kuona tuna mseto wa vipaji mbalimbali. Lakini pia wazazi wameona kwamba kumbe hatufundishi tu masomo ya darasani. Kwa mfano historia, hesabu, science, vocational skills, lakini pia civic and moral. Lakini tunafundisha namna ya kuyakabili maisha hapo baadaye. Kwa hiyo ndo siri kubwa ni kuonyesha wazazi kwamba kumbe wamezaa watoto ambao wana vipaji mbalimbali. Umeeleza yote na ongereni kwa hichi ambacho mnakifanya. Lakini tuambie, kwa nini mmeamua kwenye michezo? Kwa nini mmeamua kucheza walimu na wazazi? Kwa nini mmeamua kufanya hivi? Swali zuri sana. Tumeamua kufanya hivyo ili kutengeneza urafiki. Mzazi na mwalimu ni marafiki. Kwa hiyo urafiki huo unaweza ukaboreshwa zaidi tunapokutana na wazazi, tunacheza pamoja. Kwa hiyo tunajenga urafiki na undugu. Kwa hiyo baada ya hapo nafikiri itakuwa ni platform nzuri ya ushirikiano baina ya wazazi na walimu. Lakini pia miongozo ya Wizara ya Elimu inaelekeza kwamba kuwepo na urafiki, kuwepo na muunganiko kati ya walimu na wafanyakazi, kuwepo na jumuiya kati ya walimu, wafanyakazi wa shule pamoja na wazazi. Kwa hiyo tunatekeleza pia matakwa ya serikali na miongozo ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi. Neno la mwisho kwa mzazi ambaye anakutazama kwa mara ya kwanza, anaisikia Banei kwa mara ya kwanza, wewe kama mkuu wa shule ya Banei, neno gani unampatia huyu mtu, kwa sababu ni mzazi, ana watoto, anatamani kuwapeleka shule nzuri? Neno kubwa nampatia ni kwamba Banei ni sehemu pekee ambapo mtoto ataandaliwa, ataendelezwa katika vipawa ambavyo Mwenyezi Mungu kamjalia. Kwa hiyo wanaalikwa wazazi wote, hata wale ambao hawapo hapa au hawana watoto hapa Banei, basi waweze kuleta hapa watoto wao. Watoto watafundishwa vizuri madarasani, lakini pia vipaji vyao vitaendelezwa kikamilifu. Na tuna walimu wa kuendeleza vipaji hivyo. Walimu wetu sio walimu wa kawaida tu, ni walimu ambao wamesomea, na walimu wengi kwa mfano upande wa fani ya sanaa na muziki ni mwalimu ambaye amehitimu, ana shahada ya kwanza kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kutoka kitengo cha sanaa na michezo, sanaa bunifu. Lakini pia tunao walimu wawili, bahati mbaya leo hamjawakuta kwa sababu wampeleka wanafunzi kwenye mashindano ya michezo ya mpira wa miguu, ambao pia nao wana shahada ya kwanza kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kitengo cha michezo
katika kutoka kitengo cha michezo na uendelezaji wa wanaita physical education, Department of Physical Education kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo walimu wote ambao wana train watoto kuendeleza vipaji vyao wote ni walimu ambao wamebobea, lakini ni wana taaluma kwa ujumla.